Nataka nifundishe kwa habari ya gharama ya mafuta ya Roho Mtakatifu, gharama mbili za mafuta ya Roho Mtakatifu. I want to teach about two costs or two prices that you must pay for the anointing of the Holy Spirit. Mafuta yamepanda bei, petroli imepanda, dizeli imepanda. Nataka nikwambia ya kwamba na mafuta ya Roho Mtakatifu pia kuna gharama ya haya mafuta. Gharama ya kwanza ya haya mafuta ni gharama ya kungoja, gharama ya kusubiri, gharama ya kusubiri, the power to wait, gharama ya kusubiri. Gharama ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu ni gharama ya kusubiri. Na tunasubiri wapi? Tunasubiri kwenye maombi. Anasema kwenye Isaya 40, kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40, gharama ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu ni gharama kungoja kwenye eneo la maombi, to wait, gharama ya kungoja. Bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa gharama ya kwanza ya upako wa Roho Mtakatifu ni gharama ya kungoja. Lazima uwe na kapasiti ya kungoja kwenye eneo la maombi. Lazima uwe na resilience, kapasiti ya kutosha ya kaa na kumgoja Bwana. Uwe na kapasiti ya kungoja. Nasema bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, they shall renew their strength. Mafuta atakuja juu yao, watapata nguvu mpya. Unamngoja Bwana wapi? Tunamngoja kwenye eneo la maombi. Tunamngoja kwenye eneo la maombi. Nataka nikuoneshe moja ya agizo Yesu aliacha wa kanisa. Aliwaambia wanafunzi wake wangoje, wasubiri ile ahadi. Kwa mtu mwenye uwezo kupokea mafuta ni mtu mwenye uwezo wa kungoja, ni mtu mwenye uwezo wa kungoja. Kitabu cha Luka sura 24, Luka 24:47, Luka 24:47 anasema kwa mataifa na kwa mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Mstari wa 49 anasema hivi, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Anasema kaeni hapa mjini. Mstari wa 49, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Anawaambia kaeni hapa mjini, kaeni, sit. Anawaambia wait, tale in the seat of Jerusalem. Anawaambia tale, tarrying power, uwezo wa kungoja. Unaenda kwenye maombi, you pray for 1 hour, you don't see breakthrough, stay, tare. So the first place you need to have is the tarrying place. Anawaambia tarry in Jerusalem, ngoja kwenye jiji la Jerusalem, ngoja kwenye eneo la maombi. Tarry itakuchukua muda, itakuchukua miezi, itakuchukua mwaka mpaka ufiri kuna vitu vinabadilika. Itakuchukua kuacha chakula, itakuchukua gharama, itakuchukua kujitenga, itakuchukua kuacha nasa nyingine, itakuchukua kutumia muda wako vizuri, itakuchukua kuacha usingizi, lakini upate uwezo kungoja kwenye eneo la maombi. Itakuchukua kuamka usiku kama muda kama hii na kumwambia Roho Mtakatifu, niko tayari kwenye madhabahu. Itakuchukua kujenga madhabahu na kungoja Bwana kwenye madhabahu. Itakuchukua nidhamu ya kungoja. Anawaambia Luka sura ya 24:49, anasema and behold I send the promise of my Father upon you, but tarry in the seat of Jerusalem. Tarry in capacity, uwezo kungoja, uwezo kusubiri. Akawaambia ngoja kwenye ile seat of Jerusalem mpaka mvikwe uweza, until you are endued with power from on high. Anawaambia tarry in the seat of Jerusalem until you endued. Kwa kaa pale mpaka upokee, sio ukae mpaka ukichoka. No, anasema kaa mpaka upokee, until you endued. So we are ready to tarry, tuko tayari kungoja mpaka tujazwe, mpaka tupokee nguvu, mpaka tufikwe uweza, mpaka mapepo yatii, mpaka milango ya kuzimu isheke, mpaka matokeo yatokee. Anasema tarry in the seat of Jerusalem until you endued with power. Ngoja mpaka ufikwe uweza. Kwa kama hujavikwa uweza, don't stop waiting. Kama hujavikwa uweza, haujavikwa mamlaka, usiishie hapo. Pepo lazima zijue uwepo wako, milango ya kuzimu lazima isheki, maandiko lazima ya halisi, ahadi ya Mungu kwenye andiko lake lazima ni halisi kwako. Lakini nasema tarry in the seat of Jerusalem until you endued power with power from on high. Tarry, sio until you get tired, sio ungoje mpaka uchoke. No, hajasema ungoje mpaka uchoke, ngoja mpaka uvikwe uwezo utokao juu. Nilikwambia hivi, when you are anointed you know you are anointed, and when you are not anointed you know you are not anointed. Ukiwa na mafuta unajua na mafuta, kama hauna mafuta unajua I'm dry, mimi ni mkavu. Anasema tarry. Sometimes tunataka kujitenga 3 days 2 days, uko busy unasikia nyimbo, unaabudu, unaomba. Anasema tarry in the place of prayer, tarry in the seat of Jerusalem until you are endued with power from above. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 anasema hivi,
hata alipokuwa wamekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalem, bali waingoje ahadi ya Baba ambao mlisikia habari zake kwangu. And being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem. Unaona, aliwaambia wasitoke Jerusalem, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Aliwaambia wasiondoke, they should wait. Aliwaambia tarry in the city of Jerusalem, tarry in the city of Jerusalem, tarry in the place of prayer. Hakikisha unang'ang'ana, hakikisha unang'ang'ana. Nataka nikwambie, kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kupata upako, it's a deliberate action. Ni kubali kulipa gharama, ni kubali kungoja, ni kubali kusubiri. Roho Mtakatifu anakuja at your own discretion, anakuja kwa utashi wako, anakuja kwa mapenzi yako. Lazima kuwe kumwambia Roho Mtakatifu, niko tayari kungoja, I must wait for you. Tayari incapacity, uweza kungoja mpaka atokee. Ngoja nikuoneshe. Unajua Biblia inatuonesha Yesu alipotokea watu wakaanza na paili agizo. Biblia inatuambia watu walikuwa ni watu zaidi ya 500, walikuwa ni watu zaidi ya 500. Wakorintho wa kwanza 15:6, Yesu alipotokea watu walikuwa ni watu zaidi ya 500. Anawaambia tarry in the city of Jerusalem until you ensure power from above. Anawaambia ngojeeni kwenye hili jiji la Jerusalem mpaka mvikwe uwezo utokao juu, until you ensure power from above. Wakorintho wa kwanza 15:6 anasema aliwatokea watu zaidi ya 500, aliwatokea watu zaidi ya 500, aliwatokea watu hao wote. Lakini Biblia inatuambia kwamba hao watu wote hawakungoja wote, wengine waliondoka, wengine walikata tamaa, na baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Kwa Yesu naona baada ya kuwa amefuka alikuwa akiwatokea wanafunzi wake na wafuasi wake kwa muda wa zaidi ya siku 40. Alikuwa anatokea siku 40, 40 days appearing to them. Alikuwa anatokea kwa muda wa siku 40, na Biblia inasema aliwatokea watu zaidi ya 500, na watu zaidi ya 500 akawapa agizo, akawaambia ngojea Yerusalemu hata mpokee ile ahadi. Kwa akawaambia wangoje watu zaidi ya 500, na hiyo watu waliweza kungoja pale walikuwa ni watu 120 tu. Watu wengine wote waliondoka, watu zaidi ya 180 waliondoka, lakini watu 120 tu ndio ambao walienda Jerusalem, wakajifungia mahali pamoja, wakawa wanaomba. They were praying, kwa kazi ya kungoja, kazi ya kuvumilia, kazi ya kuendelea kuomba, kazi ya kuendelea kufunga, kazi ya kuendelea kuitia chini ya Bwana. It's not a simple task. Biblia inasema siku ya Pentecoste watu 120 walikuwa wamejifungia mahali wakiwa naomba, akashuka mwanaume, akashuka Roho Mtakatifu, akaingia, akawajaza. Biblia inasema hivi, wakaliwa na ndimi kama ndimi za moto, na upepo uliovuma kila mahali ukaijaza ile nyumba, na vichwa vyao vikaliwa na ndimi kama ndimi za moto. Oh my God! Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wote wakaanza kunena kwa lugha mpya, wote wakajazwa upako kwa upya, wote wakawa na ujasiri, wakatoka nje wakaanza kuhubiri Injili kwa ujasiri, maana tayari wamepakwa mafuta. Biblia inasema baada ya hapo Petro na Yohana akiwa anatembea, wakamtana kiwete akiwa anaomba sadaka, wakamwambia hatuna fedha wala hatuna dhahabu, bali tulicho nacho ndicho ambacho tunakupa. Wakamshika mkono wakamwambia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti inuka uondoke. Nataka nikwambie, when you are anointed, the name of Jesus works properly. Ukiwa umepakwa mafuta, jina la Yesu itakuwa na nguvu. Kwa wakiwa wamengoja, wakiwa wamesubiria kwenye eneo la maombi, kuna ghorofa pale Jerusalem, wakiwa wamejifungia wanawake na akina Maria mama na Yesu na wanafunzi wa Yesu na mitume wengine, watu 120 wakiwa wamejifungia, walikuwa wamekaa mahali pale, wamesubiri, wanaomba, waiting, they are tarrying. Maana nakumbuka agizo la Yesu, aliwaambia tarry in the city of Jerusalem until you ensure the power from above. Not until you get tired, not until you get exhausted, not until you kuambia imetosha, not until you kusema imetosha. No, until you get power, until you ensure the power. Wale jamaa akiwa naomba, Biblia inasema ya kwamba Matendo ya Mitume sura 2, oh my God, anasema ukatokea uvumi ghafla toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo, na kwa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote aliyokuwa wameketi, na kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. My God, my Lord, my God. Napenda mstari huu. Biblia inasema Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa, wote, sio baadhi yao, wote
Mungu anatamani ndani ya makanisa yetu wote wajazwe, wote wapokee uwezo utokao juu, the power that demon cannot resist, the power that the gates of the hell cannot resist. Ni nguvu ambayo malango ya kuzimu haiwezi yakaogopa, haiwezi yakashindwa, haiwezi yakashinda, haiwezi yakapinga. The power that can shake the gates of the hell, nguvu ya kutikisa milango ya kuzimu, nguvu ya kutikisa malango ya shetani, nguvu ya kutikisa malango ya kuzimu. Anasema you shall receive power, but you need to ensure, you need to wait, you need to tarry in Jerusalem. Unahitaji kusubiri kwenye eneo la maombi. Wait until you get power. Ensure, wait, jifungie, omba, nenda kwa lugha laka tamanto Julia naika sakaya antori baika benta hautaishi chochote liko menta kasaya. The second day go, siku ya 3 nenda kwenye madhabahu hiyo, siku ya 4 nenda, 5 nenda. Tayari kuambia kuna kitu kinazaliwa, kuna upako unatokea juu yako. Tayari kuambia kila moja na upako. Activate that anointing. Oh my God, activate that anointing. Every man of God is anointed, but the only thing you need it is to activate the anointing upon you. Oh, upako activate. Kuna wengine mna mafuta juu yenu, lakini mafuta yamekuwa ni mgando kwa sababu hakuna nguvu ya kungoja kwenye eneo la maombi. Kwa hiyo mafuta yamekuwa ni mafuta mgando yasiyo na matokeo. When you go to prayer, moto kishuka, mafuta yanayeyuka. Mafuta yakiyeyuka yanaweza kutembea, yanatembea, utaona matokeo. So anasema ngoja, wait in the city of Jerusalem, wait in the prayer, in the place of prayer. Tarry my